Mwaka 2019 serikali imekuwa ikitoa elimu kwa wananchi ambapo jumla ya mikutano ya hadhara 60 ilifanyika na kuwafikia wananchi 10,000 pamoja na vipindi 505 vya elimu ya uhifadhi iliwafikia wananchi 58,100. Pia hifadhi ilishiriki kutoa elimu ya uhifadhi kwenye mikutano ya vijiji 102 na kuwafikia wananchi 8,000 na kutoa elimu ya uhifadhi kwenye vipindi 160 kwenye shule mbalimbali katika wilaya ya Urambo na Kaliua na kuwafikia wanafunzi 15,000. Vilevile, hifadhi imekuwa na programu ya kutoa elimu ya uhifadhi kwa njia ya sinema ambapo jumla ya mikutano kupitia njia za sinema 49 ilifanyika na kuwafikia wananchi 8,500. Katika kuimarisha mahusiano na jamii iliyopo jirani na hifadhi, hifadhi iliandaa ziara 2 za elimu ya uhifadhi kwa njia ya kutembelea hifadhi ambazo zilihusisha wananchi 130 na kuratibu michezo 2 iliyoshirikisha wananchi 470. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka ujao, hifadhi imejipanga kupanua wigo zaidi wa kutoa elimu ya uhifadhi kwa kuyafikia makundi mbalimbali ya jamii hususan vijana na wanafunzi ili kuongeza uelewa na kuchochea mabadiliko ya tabia chanya juu ya shughuli za uhifadhi. Katika kutekeleza azma hiyo, jumla ya vipindi 112 vimepangwa kufanyika vikilenga kufikia zaidi ya wananchi 11,860 ikijumuisha mikutano ya hadhara, mikutano ya vijiji, vipindi mashuleni, maonesho ya sinema, ziara za kutembelea hifadhi, michezo na vikao. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Lucy Makembe. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa ya kuuliza swali asubuhi hii. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Jacqueline. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi niweze kuuliza maswali yangu mawili ya nyongeza pamoja na majibu mazuri ambayo wizara imetupatia. Wilaya yetu ya Urambo katika hifadhi ya Mto Ugala imezungukwa na kata 4 kubwa ambazo zinazunguka hifadhi hiyo, lakini majibu haya hayajaonyesha ni namna gani kata hizi za Kasisi, Kondamoyo, Msenda na Ugala yenyewe imepafikiwa na elimu hiyo. Nitaka kujua ni lini sasa kata hizi zote zitapatiwa elimu ya uhifadhi. Lakini swali langu namba 2, bado wananchi hawana elimu ya kutosha ya kujihami na wanyama wakali. Ni lini simba na tembo wataweza kudhibitiwa kuto kwenda kwenye makazi ya watu? Asante. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Spika. Naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Jacqueline. Kabla ya kujibu, naomba nimpongeze sana kwa namna anavyofuatilia swala hili na anavyowapambania wananchi wake wa Urambo na Tabora kwa jumla. Mheshimiwa Spika, swala la kutoa elimu ni swala endelevu la kila siku. Na nimtoe shaka tu Mheshimiwa mbunge kwamba zile kata ambazo hazijafikiwa zitafikiwa ndani ya mwaka huu wa fedha. Kila ambaye hajapata elimu atapata elimu hiyo kwa njia mbalimbali ambazo tumeziandaa. Lakini jibu lake la pili, Mheshimiwa Spika, serikali kupitia hifadhi zetu zinafanya doria za mara kwa mara katika sehemu zote ili kutoa elimu ya kujihami na wanyama wakali na waharibifu. Lakini pili, nitoe tu maelekezo kwa sisi kamishna wetu wa uhifadhi TAWA na TANAPA waende Urambo ambako wanasema ndugu yangu Mheshimiwa mbunge kwamba wanyama hao wako kwenye vijiji sasa hivi, waende kuwaondoa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Lucy Makembe. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa Tanzania imepata bahati mwaka 2027 kuendesha michezo ya AFCON katika upande wa bara na Zanzibar, nataka kujua kwenye upande wa utalii, wafanya biashara ndogo na wajasiriamali nao ni sehemu ya fursa ambayo wameipata kwa ugeni ambao utakaoingia. Je, elimu gani imetolewa mpaka sasa au serikali imejipanga vipi kutoa elimu kwa wafanya biashara ndogo pamoja na wajasiriamali hususan wanawake? Asante.